lazima tujue kwamba tutakiwa tuwe na mahusiano mazuri kati yetu watumishi na jamii ambayo tunaiongoza. Yawezekana linafahamika, lakini inawezekana litekelezwa kwa namna tofauti ama tutekeleze kwa namna tofauti. Kuna uhitaji mkubwa sana ya kuwa na mahusiano ya karibu na hawa watu tunaowaongoza. Na hasa tukizingatia kwamba sasa hivi utekelezaji wa shughuli nyingi sana unawahusisha sana wananchi. Pakiwa hakuna mahusiano mazuri, tutakwama. Tumeona miradi mingi sasa tunahusisha wananchi. Sasa wananchi lazima wahamasike, wajue, lakini pia washirikishwe. Si kuburuzwa. Wakiburuzwa hatafanya kazi. Na nyinyi pia hamtafanya kazi inavyotakiwa. Lazima tujue majukumu ya wilaya kwa maana ya halmashauri. Majukumu ya wilaya kwa maana ya halmashauri kimsingi ni kuiletea jamii ya Ileje maendeleo. Yaani hiyo ndio kazi kubwa ya msingi. Swala zima la maendeleo, kuwatoa pale walipo kwenda mahali pengine. Iwe ni kwenye sekta ya utoaji wa huduma, iwe ni swala la biashara, iwe ni swala la maendeleo. Nyinyi ndio wataalamu ambao mnaweza mkaibadilisha Ileje. Na kuibadilisha Ileje ni kwa sababu pia nyinyi ndio wenye elimu, nyinyi ndio wenye taaluma. Kama hamwezi mkawaorganize hawa watu wajiunge kwenye vikundi, wao hawana hiyo elimu. Kama hamwezi mkawahamasisha hawa watu waweze kuchukua mikopo, hawa watu hawatachukua mikopo. Kama hamtawaambia hawa wananchi walime kilimo na kilimo gani na kwa nini, hawa watu hawatafanya. Kama hamtawainspire watoto wetu wasome, hawa watu hawatasoma. Never ever. Sasa ni role yenu nyinyi watumishi kuwafanya hawa watu wawe hivyo. Kinyume cha hapo, Ileje itaendelea kubaki nyuma. Hatuwezi kusogea. Na muhimu sana pia ni kukusanya mapato ili halmashauri iweze kusimama na kutembea. Kama kuna loopholes ambazo zipo, kuna watu wanakusanya mapato halafu hayawi reflected, hatuwezi kutembea. Council yoyote yenye vurugu ni council ambayo haina mapato. Yaani halmashauri isipokuwa na mapato, hamtaelewana na madiwani, hamtaelewana na watumishi, kwa sababu kila mtu ataona kwamba hii halmashauri ni hasara, na probably watu wanaweza kaona bora wahame, kwa sababu kwenye mapato yako ndio kunafanya watu watibiwe, watu wapate pengine allowance zao ili wakafanye kazi. Sasa kama hawapati, wataona hii eneo si sehemu sahihi ya kufanyia kazi. Na hii ni kazi ya CMT inayomsaidia mkurugenzi nini tufanye, kubuni vyanzo vipya, kusimamia mapato. Lakini hayo mapato pia yasitumike vibaya. Wako watu, nadhani mkaguzi wa ndani, probably kuna so many defaulters kwenye mapato ya ndani. Unaweza kukuta kuna watu wengi sana ambao pengine wamepata hela lakini hela zinatumika vibaya. Na naamini mkaguzi wa ndani, sina hofu kama halmashauri ya Ileje ina uwezo, wanatumia hela mbichi. Sawa, hiyo lipo. Kutumia hela mbichi lipo. Okay. Nadhani tukisema hela mbichi tunaelewana. Si tunajua hela mbichi ni hela gani? Ni hela ambayo haijakuwa banked alafu wewe unaitumia. Yaani mtu yoyote hairuhusiwi. Hela lazima ipelekwe kwanza bank ndipo itumike. Kinyume chake, nadhani hilo ni kosa kubwa sana kwenye masuala ya fedha. Swala ambalo nataka pia tuongee na nyinyi kwa kirefu sana ni swala la usimamizi wa miradi. Na hapa CMT, mhandisi, naomba unisikilize vizuri sana. Mkaguzi wa ndani, naomba unisikilize vizuri sana. Mkurugenzi, naomba unisikilize vizuri sana. Afisa mipango,
unisikilize vizuri sana. Wakuu wa idara, user departments, wanisikilize vizuri sana. Lakini pia na wale ambao wako huko field kusimamia hii miradi, naomba mnisikilize vizuri sana. Na hili naweza nikasema imekuwa ni kitu ambacho nitamani nikutane na watumishi wote kwa ujumla wenu. Moja ya credit ya halmashauri ni kusimamia miradi yake ya maendeleo ambayo serikali inatoa, ambayo halmashauri imetoa aidha kutoka kwenye vyanzo vya ndani. Nimetembelea miradi kadhaa, na sura ya council yoyote, cha kwanza ni kuangalia miradi inatekelezwa. Mimi sina uhakika CMT kama mnapokaa mnafanya evaluation ya miradi mnayoisimama mkasema hii miradi tukijipima tuko kwenye 90% kwenye performance, na kwamba mtu akija akafanya performance audit atawarank na alama gani. I'm sorry to say, na nitasemea mradi mmoja ambao mimi kweli sijaridhika nao. Mmoja wa miradi ambao sijaridhika nao ni mradi wa ujenzi wa vyoo bora vya kisasa, maarufu nadhani ni swash au wash. Mradi huu ulikuwa ni wa kitaifa nadhani, wilaya nyingi zimepata. Lakini ninaambiwa katika huu mradi, naamini katika vyoo vyote vyenye thamani ya milioni 200 na kitu, hakuna hata choo kimoja kilichokamilika kinachotumika hadi tunapoongea sasa. Na hivi vyoo viko kwenye hatua mbalimbali. Vingine viko kwenye 60%, vingine 70%, vingine 80%, lakini unaambiwa fedha imeisha. Fedha imekwisha. That means either mkurugenzi atoe fedha yake own source ikakamilishe mradi, ama muombe fedha nyingine kutoka kwenye huo mradi waongezee fedha ili wananchi waweze kutumika. Viko vyoo viko kwenye kiwango cha chini kabisa, unacceptable. Tunapoongelea force account, na naomba tuwe very clear, na hili nitaomba mwenye swali aniulize. Yaani nitaruhusu mwenye swali aniulize. Serikali inapotoa fedha ya mradi wowote ina uhakika kwamba hii fedha inaenda kukamilisha huo mradi. Mhandisi, kama una uhakika hiyo fedha uliopewa kujenga darasa X, yani unapoambiwa unajenga darasa unapewa milioni 20, na liwe lina madawati 15 ya kukalia watoto, madawati 15, milioni 20. Kama una sababu yoyote unadhani hiyo darasa halitakamilika, toa taarifa TAMISEMI. Mimi nitakakojenga ni mlimani, nitachimba msingi wenye mita 10, nitajaza mawe, kwa hiyo darasa hela hiyo haitatosha. TAMISEMI wakuongeze fedha. Alafu waone, je, ni lazima ujenge huko kwenye mlima? Na useme unahitaji shilingi ngapi kukamilisha hilo darasa. Less of that, ukiacha hilo jengo halafu nasema ulishindwa kukamilisha kwa sababu yoyote, hautoshi. Hautoshi. Darasa linajengwa kwa milioni 20. Hii ni standard nchi nzima. Na for your information, that was even not for force account. Even tulikuwa tunatumia contractors. That was 20 million kwa darasa. Choo tundu moja linajengwa kwa milioni 1,00,000. Choo kinatakiwa kikamilike. Hii ni nchi nzima, sio Ileje.
Force account manake unahusisha pia nguvu ya wananchi, na ndio maana tumetengeneza kamati tatu: kamati ya mapokezi, kamati ya manunuzi na kamati ya ujenzi, ambao wataalamu mnakuwa ni washauri kwenye hizo kamati. User department atakuwa sehemu ya either manunuzi na mapokezi, lakini mhandisi atakuwepo kwenye kamati labda ya manunuzi na ujenzi kama washauri, na kunakuwa na katibu wake, lakini tunawashirikisha wananchi kwa ajili ya transparency. And that is why hela sasa huku zinapelekwa kwenye kituo kinachojengwa. On top of that, kabla ya hapo hela zilikuwa ziletwe za supervision. But nowadays mradi unapokuja wanaleta kwa mkurugenzi fedha ya usimamizi, wakiamini mtaalamu atatoka hapa kwenda kusimamia kule. Hela haiendi kituoni, inakuja hapa ili uende ukasupervise. Sasa kinachofanyika, tunaamini kama tumekupa milioni 20 kwa darasa moja, ama tumekupa milioni 40 kwa madarasa mawili, hayo unatakiwa uanze mwanzo mwisho. Tunawaengage wananchi hawa waweze kutumia nguvu zao kwa material ambazo wana uwezo wa kuzifanya. Kama kuna mawe, tunasema wananchi walete mawe. Kama wanaweza wakachimba msingi ama mashimo, wanachimba. Kama wanaweza kabeba mchanga, wataleta. Some of them unakuta wana matofali, wataleta matofali. Na wengine wanapeleka mpaka kokoto. Na hii nime experience kwenye sehemu zote ambazo nimekagua. Manake ni nini? Muhandisi utakuwa una BOQ ya darasa, na fedha haziji kwa bahati mbaya kwamba wanatupa tu. Wanakuwa pia wamespecify. Na wewe kwenye BOQ yako unakuwa umeonyesha kwamba gharama ya kuchimba msingi ni 500,000, jengo hili la darasa 500,000. Gharama ya mawe ni shilingi 1.5 milioni. Gharama ya mchanga ya jengo hili ni 2 milioni. Gharama ya kokoto ni 500,000. Gharama ya tofali lote jengo likamilike pengine ni 3 milioni. You set aside that amount. You set it aside, please. Hizo ni hela ambazo wananchi wameokoa, na ndio tunachoita nguvu ya wananchi. Na maanake ni kwamba hiyo fedha ambayo itakiwa itumike, kama wananchi wamekataa, ndio darasa litakiwa lijengwe. Hakuna excuse. Sasa fedha ambazo zimeokoa, tunatakiwa tukija uniambie nguvu ya wananchi ni 8 milioni. Kwa nini? Kwa sababu wamechimba msingi, thamani yake ilikuwa 500. Wameleta mawe, thamani yake ilikuwa 2,000. Wameleta tofali, thamani yake ilikuwa 2,000. Hizi zimeokolewa na wananchi, na ndio nguvu ya wananchi kwenye darasa lao hili. 8 milioni tunasema tunajenga vyoo, kwa sababu hii shule haina vyoo, kwa sababu madarasa huku kote, of course mwananchi hawezi kutengeneza mbao, hawezi kutengeneza bati. Hizo tutanunua. Lakini kwenye hili jengo wameokoa 8 milioni. Sisi kama wataalamu na wananchi tumekubaliana shule hii haina vyoo, ama shule hii haina ofisi, ama shule hii ofisi ya mkuu wa shule itakiwa iwe nzuri, tupige tiles, ama shule hii hatuna mfumo wa maji, tutaweka kwa fedha ambayo tumeokoa. Kwa hiyo tunasema tumejenga darasa ndio katika milioni pengine 40, 8 milioni tumeokoa. Hizi tunaweka mfumo wa maji. Hizi tunajenga ofisi. Full stop. Kinyume chake, ukisema umetumia force account milioni 20, halafu nyumba haijakamilika na wananchi wamefanya hivyo, mimi siwezi nikakuelewa. Choo nimesema kinatumika 1,100,000. Yaani hiyo ndio standard ya vyoo Tanzania nzima. Nenda kokote.
Ukipewa milioni 6,600,000, mkaguzi wa ndani anataka aone matundu 6, si vinginevyo. Akija CAG anataka aone matundu 6 yamekamilika, na hiyo hata usingemweka mkandarasi. Mimi hata usingetumia force, vitakiwa vikamilike. Kinyume cha hapo pana shida. Sasa vyuo vyote, mimi mnaonisikiliza, vyuo vyote vya afya, matundu 7, imagine matundu 7 tumepewa milioni 20, hivyo vyuo havijakamilika vyote. Vyote havijakamilika. Milioni 20, matundu 7 havijakamilika. Of course tunaowatesa ni wananchi. Mwenyekiti, kesho wananchi watasema hamkujengea vyuo, huwezi ukasema tulileta hela. Yaani wao wanachotaka watumie vyuo. Vyuo havitatumika. Lakini 20 milioni iko pale, imekaa, imeenda kijiji kimoja, wamechimba mashimo, wamebeba mawe, wameweka tofali, wamebeba mchanga. Tunasema 20, sasa 20 ni kwenye nini sasa hapa? Yaani just imagine 20, kama mwananchi amechimba msingi, ameleta mawe, ameleta mchanga, ameleta kokoto, na wengine wanakuambia wameleta na tofali. Sasa 20 hii watumishi wakaje tu. Sasa 20 itakuwa imenunua nini? Yaani alafu imeisha. Yaani sio kwamba ipo imeisha. Itakuwa imenunua nini? Vyuo 7, matundu 7. Hii unacceptable. Serious. Very unacceptable. Haina haikubaliki. Mimi sijui. Lakini kwa kweli hili haliwezekaniki. Sijui mtakuwa, yaani sijui mnaweza mkanieleza nini. I'm sorry to say. Yaani kwamba unaweza kusema kwamba ni kitu gani yani kimefanya 20 million ziishi. Na actually hatutegemei uje na scenario kwamba mimi nilianza kuongeza maji wakati mradi wa msingi haujaukamilisha. Kamilisha mradi wenyewe. Madarasa kama ni mawili yakamilike, unasema nimesevu hii. Na hata kama utakamilisha, sawa, tuone nguvu ya wananchi. Yaani utuambie nguvu ya wananchi ni nini kwenye hili. Iko vizuri sana kuicalculate kwa sababu wameleta hicho kitu ambacho kipo kwenye BOQ. Afisa manunuzi, there is no excuse kwamba I was misled by the BOQ of engineer. Never. Tunaongelea market price ya hiyo item. Yaani huwezi ukasema mimi, unajua engineer alituambia bati ama mbao zinauzwa 500,000. Okay, wewe ulipoenda ulikuwa unasema nataka mbao ya 500,000 ama unanunua bei ya mbao iliyopo sokoni? Wewe huwezi ukaniambia kwamba unajua engineer alisema mfuko mmoja tutanunua 25,000. Sawa, huyo ni engineer makisio. Je, lakini wewe ulinunua shilingi ngapi? Ulinunua 25? Ama ulinunua yani bei ya 25 ni duka la wapi ambalo wewe ulienda kulitafuta? For account unanunua kwa bei ya soko, na utafanya vizuri zaidi kama utakwenda kwa supplier ambaye anauza bei ya bei ya chini. Yaani kule ambako wanaonunua jumla wananunua na wewe kanunua hapo hapo. Ufungwi kwa sababu you have cash in hand. Wasijawa comfortable na hiyo. Let me be very open. Very, very open. Sijui nyinyi mnasemaje kama umekuwa comfortable kwamba milioni 20 imeshinda kukamilisha vyuo matundu 7. I don't know. Alafu kuna nguvu ya wananchi ambao ni kubwa kweli. Sasa hivi mkurugenzi, mimi nadhani hivi, I just want to say it kwa sababu hawa ndio watu wa kamati ya ulinzi na usalama, wako chama ambao wanakagua, na mimi lazima niseme kwa sababu huku ni kwangu. At the end of the day, hatuwezi tukasema tulijenga vyuo. Sio kama yani hatutasema tulijenga. Mwenyekiti, hautasema hela ilikuja tukajenga. Makini vyuo vitumike. Na mhandisi, unapobadilisha chochote lazima upate ridhaa
ya hao waliokupa hela. Utaratibu unapotaka kubadilisha chochote, yani huwezi ukasema mimi naweka floor ya kawaida na sio tiles. Lazima ukupe ridhaa, kwa sababu design ni tiles. Huwezi ukajenga jengo, mimi I understand kuna standard, watakupa tu mchoro kwamba fanya hivi. Ukifanya hivyo ukakwama, sisi hatukuelewa. Tunajua ulikuwa na agenda zako za siri. User department ni kibarua wa user department in a very simple definition. Alafu afisa manunuzi ni mfanyakazi wa user department kuambia kaninunulie kitu fulani. Lakini user department lazima uwe na uhakika kinachonunuliwa ndio unachokihitaji, kwa sababu wewe ndio unayesign fedha hiyo itoke. You are accounting officer of your department, so you will be answerable on your own, kwa sababu ulitoa hizo fedha ukiamini kinachofanyika ndicho, na wewe ndio unayemwambia mkurugenzi kwamba hiki ninachosema ndicho kinachokwenda kununuliwa, kwa sababu wewe ndio accounting officer wa idara yako. Mhandisi ni mtaalamu wako. Same applies kwa PMU. Kwa ukiwacha mambo yaende alafu yamekwama, wewe ulisema nini sasa? Uliona hicho kitu kinafika mwisho? Kwa hiyo mimi nitaka hilo niliweke vizuri, na kama kuna mtu anadhani hapa nilichoongea ni tofauti, niko very friendly, kwa sababu tuna miradi mingine, ili tusiye tukawa tunakwenda tukaendelea kukosa. Hili niko very friendly kwamba ni bora likaeleweka vizuri sana kwenye hili eneo. Nimeenda wananchi naona pia liko confused, inawa confused. Sasa kama kuna mtu hajanielewa ama anauelewa tofauti, ni bora tukapeana elimu hapa kwamba unajua bwana, mbunge post account haitekelezwi hivyo, inavyotekelezwa ni hivi, na mimi inawezekana mimi nikapata elimu kutoka kwenu. Hicho ndicho kisema ndicho ninachokielewa. Sasa unless mtu aseme no, mimi naelewa tofauti, yani ili tutoke hapa tunasema sasa nadhani tumeelewa, kwa sababu miradi inaendelea kuja. Sasa tusiye tukaenda tofauti, tukaendelea kwenda tofauti, ama mimi nikaa na uelewa huu, ni uelewa wangu na ufahamu utekelezaji wa force account. Kama mhandisi PMU, afisa mipango kwa idara ambayo ametekeleza miradi, lakini hivyo ndio ninavyoelewa itakiwa itekelezwe. So we expect tunapokuja kuona report, kama ulitumia force account, tuone contribution ya wananchi. That component is very important, very very important. Otherwise mnawadiscourage ya wananchi. Yani hawezi mimi nikaja naona mradi milioni 20, naangalia manunuzi, lakini hakuna mahali napoona mwananchi alichangia nini. Alafu naongea na mwananchi anakuambia hapa mawe ni ya kwetu, msingi ni wa kwetu, mchanga ni wa kwetu, kokoto ni za kwetu, matofali ni ya kwetu. Lakini kwenye report you don't see it. Sio kama naelewa. Unless kama mtu anasema yeye anaelewa tofauti, mimi naomba anieleze tofauti. Kaguzi wa ndani, makewendo jicho la mkurugenzi, haya ninayosema ni sahihi ama yana ukakasi? Ni sahihi. Yanafanyika hivyo? Naam?
Mkurugenzi, yani hili naomba niwe very strict. Yani hili naomba tu hili tutaelewana kwa sababu miradi yetu itaendelea kutokukamilika kama hatutakaa sawa. Na niliona ni vyema kabisa tuanze, yani kikao nifanye na nyinyi. Hata kuna watu wako nyuma ambao wanatekeleza, watu ambao kwenye kituo chako. Wewe kama ni mkuu wa shule, fedha inakuja kwako pale. Mkuu wa zahanati, fedha inakuja kwako. Na wewe ndio unaitengeneza kamati. Hawa wanakuwa ni washauri. Sasa kama kunakuwa na pressure kwamba fanya hivi, at the end of the day you will be in for somebody else. Na nitoe tahadhari tu kwamba nimesema, kama umenisikiza vizuri, kama BOQ itakuwa imekosewa, naomba mnisikilize. Mhandisi akatoa vifaa vingi, yani kwamba pengine bati baada ya kununua 20 zikanunuliwa 50, ili jengo halitaisha. Kama tulihitaji kuwa na mifuko 50 ya cement akaagiza 100, ili jengo, yani hizi ni kwamba yani jengo hili force account definition is like you are building your own house. Yani that's the definition. Na inahitaji discipline kubwa sana. You don't do that, utoki. Na wananchi kishaweka pale nguvu yao, unatoka kwa urahisi sana. Kwa hiyo tulitegemea kama alioda mifuko mingi ya cement, tukute kuna mifuko ya ziada. Kama alioda bati nyingi, tukute kuna bati zimebaki. Tukute kuna nondo zimebaki. Tukizithamanisha tunaona unajua bwana huyu jamaa alikosea. Kumbe tukithamanisha tunaona ni milioni 5 Abita alivyozidisha. Huyu ali over budget. Kwa hiyo tutajua kwamba mhandisi hayuko vizuri, lakini fedha yetu tunayo kwa sababu tunaweza tukauza hizo nondo, tukauza hiyo cement, tukauza hizo bati. Lakini kama bati hazipo zilizozidi, nondo hazipo, cement haipo, afu nasema mhandisi alikosea BOQ, that is questionable. Very, very questionable. I'm sorry to say, mimi ni mhandisi. Kwa hiyo lazima, yani nasema kwa experience yangu, mimi ni mhandisi. Na niwaeleze kwamba hizi kazi nimezifanya. Yani nimezifanya pia. Kwa hiyo I know. Yani nimezifanya, kwa hiyo ninafahamu kwamba yani lazima hizo kazi zikamilike. Unless kuna mwongozo mpya. Na mwongozo upo unaosema usimamizi wa haya majengo uweje? Upo. Mwananchi ana role gani kule, na nyinyi kutoka kwenye halmashauri na role gani kule? Nyinyi ni washauri. Nyinyi ni washauri. Especially kwenye miradi ya low level. Miradi ya low level nyinyi ni washauri. Lakini miradi ya level ya wilaya nyinyi ndio mna play. Lakini ya low level wao wanatakiwa wajue. Go there, utafute wale wanakamati kama kuna kitu wanakijua. Ask them. Kwa mimi si tulikuwa tunaambiwa tu hili linakwenda. They are supposed to know each and everything. Na mkiwashirikisha mtafanya wonders. Believe me. You do wonders. Yaani uone kwamba tulikuwa tunajenga madarasa 2, tumeongeza darasa lingine. Tulikuwa tunajenga madarasa 2, tumejenga ofisi kwa sababu tumeokoa. Kesho watafanya kazi kwa sababu wanajua wanatatua zile changamoto. Lakini kama hawaelewi alafu wanaona tu mambo yanakwenda, na wa discourage. They won't do that. They won't do that. Hawatafanya. Mimi ni kati ya issue ambayo nilisema we need to talk it kwa undani sana, kwa sababu otherwise ileje miradi yake mingi itakuwa kamili. Fedha inayoletwa hapa inatakiwa jengo linalojengwa Ilala Dar es Salaam lifanane na jengo linalojengwa Chikumbulu. Sababu fedha inayotolewa ni nyingi. Wakati wewe unanunua simenti kwa bei kubwa, yeye mawe ananunua kwa bei kubwa sana. Bahati mbaya kule hata hakuna mwananchi anayejitolea. So ambaye unapata hiyo opportunity ya wananchi kuchangia, at the end of the day humalizi, unacceptable. Hilo halikubaliki. Ukaguzi wa ndani hilo halikubaliki, mkurugenzi hilo halikubaliki. Na nimesample tu hivyo vyo. Na nadhani kwa watu ambao underperform
nadhani Kiinchi Ileje, kwenye huo mradi. Make a follow up, muone halmashauri zingine zimefanyaje. Yaani mtu yote ukimwambia milioni 20 matundu 7 choo hakijakamilika hivi kwa sijui unaweza kujenga kweli milioni 20 matundu 7 vyoo visikamilike? Alafu wananchi wamechimba mashimo, wameleta mawe, wameleta mchanga. Sasa hiyo gharama iko. Alafu kienda milango hakuna, madirisha hakuna, floor hakuna. Sasa 20 hiyo, what is it?